Mpendwa popote ulipo na kusalimu. Ujambo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati huu ningependa kukukaribisha ili uweze kushirikiana nami katika kujifunza neno la Mungu. Neno ambalo tunaenda kujifunza ni neno ambalo linatokana na wimbo usemao furaha gani na ushiriki. Wimbo huo ndio ningependa tuweze kutafuta ujumbe ndani yake. Hebu niweze kuimba wimbo huo kama ulivyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini niruhusu kwanza kabla ya kuimba tuweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu sema nami kupitia kwa wimbo huu. Nipe pia neno la kumweleza msikilizaji mpendwa, na pia anaposikiliza wimbo huu uweze kumwelekeza kwako na uweze pia kumpatia matumaini ya kukutegemea daima. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa, hebu nijaribu kuimba wimbo huu. Ninaweza nikaimba fungu la kwanza na korasi yake. Mafungu hayo mengine nitaweza kuwasomeeni. Furaha gani na ushiriki neke tegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani neke tegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Fungu la pili linasema nitaiweza njia nyembamba nikimtegemea Yesu tu. Njia tasinde kuwa rahisi nikimtegemea Yesu tu. Fungu la tatu, sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Wimbo huu mpendwa ulitungwa karne ile ya 18. Wimbo wenyewe ulitungwa na mtu mmoja katika nchi ya Marekani. Mtu huyo alikuwa anaitwa Anthony Johnson. Profesa Anthony Johnson. Profesa Anthony Johnson alisaliwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka wa 1858. Napenda niseme ya kwamba yeye aliposaliwa katika nchi ya Marekani, na inasemekana ya kwamba siku moja aliingia katika chumba chake cha kulala alichokondi Samunda katika mji wa Alabama. Na alipoingia katika chumba kile akapata ametumiwa barua 2 na marafiki zake. Na zile barua zilikuwa zinaelezea jinsi marafiki zake walivyopata msiba wa kufiliwa na wake zao. Jambo la ajabu ni ya kwamba hao wake walikufa kwa wakati mmoja. Jambo hilo lilimsikitiza sana Profesa Anthony, na akajaribu kufikiria, maana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejizoeza katika mambo ya uimbaji. Tena alikuwa pia ni mwalimu wa kufundisha mambo ya uimbaji. Akafikiria, sasa hawa marafiki zangu nitawasaidiaje? Akatafuta katika Biblia ni fungu gani linaweza kuwafariji, ama ni fungu gani anaweza kuwatumia ili liweze kuifariji mioyo yao. Yeye akakumbuka katika Kumbukumbu la Torati
sura ya 33 fungu la 27, ambapo Musa aliweza kuandikia wana wa Israeli kutokana na matatizo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapitia, ama kutokana na matatizo ambayo walipitia, aliweza kuandika wimbo wa kuwafariji. Niruhusu niweze kuingia katika Biblia, nipate kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ni ile ya 33, tena tuangalie fungu lile la 27, tuone ni maneno gani ya faraja ambayo Musa aliweza kuwanenea ama kuwazungumzia wana wa Israeli. Mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejifunza pia mambo ya Biblia, ama alikuwa ni mtu aliyempenda Mungu sana. Sikia, akasema fungu la 27 Kumbukumbu la Torati 33 inasema, Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele chini yako, na mbele yako amesukumia maadui mbali, akasema angamiza. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Alielekeza wale rafiki zake katika fungu hili waweze kuelewa ya kwamba Mungu wa milele ndiye makazi yako. Kumaanisha ya kwamba ukiishi katika makazi ya Mungu utakuwa salama. Hata kama kuna maadui watapenda kuja kukuangamiza, atawasukumia mbali. Hebu nirudi tena katika wimbo huo, pia nielezee ya kwamba aliandika wimbo huo mwaka wa 1887. Na pia inasemekana ya kwamba aliwahi kuwa mwalimu wa muziki, na pia alifanya kazi katika ofisi ya kampani ya muziki katika mji wa Georgia, Marekani. Na inasemekana ya kwamba aliweza kuandika vitabu takriban 60, maana alikuwa ni mwalimu wa muziki. Na alikuwa ameanzisha mashule mengi ya kufundisha muziki, ama aliweza kuandaa ama kutengeneza madarasa mengi ya kufundisha muziki. Na inasemekana ya kwamba alikufa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka wa 1924. Lakini pia anapenda nikuambia ya kwamba alikuwa ni mzee wa kanisa la Presbyterian. Alikuwa ni mzee wa kanisa la Presbyterian. Sasa mpendwa, ningependa tuangalie kwa kifupi katika wimbo huu. Tuanze na lile fungu la kwanza ambapo anasema, furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu. Ni furaha gani na ushirika ninapomtegemea Yesu? Ni furaha gani ninaposhirikiana na Yesu na kumtegemea? Ni furaha gani? Enda pamoja nami katika Yeremia sura ya 17 fungu la 7 ambapo inasema, nikinukuu, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Yeremia anasema ya kwamba yule mtu anayemtegemea Bwana amebarikiwa. Kubarikiwa huku ni kubarikiwa aidha kiroho, aidha kimwili, aidha kimapato. Hata kama umefiliwa, Mungu atakuletea baraka kwa njia nyingine. Ndio? Sasa nataka mimi mwenyewe nikuelekeze kwenye mafungu ambayo Mungu amenionyesha katika Biblia. Maana katika wimbo huu ni fungu moja tu ambalo Profesa Anthony Johnson aliandikia wale marafiki zake ambao alipoteza wake zao katika Kumbukumbu la Torati 33:27. Hilo tu ndilo linapatikana katika historia yake. Lakini nami kama vile Roho wa Mungu amenisaidia kuangalia wimbo huu, ninatafuta katika Biblia inanisaidiaje, ama wimbo huu nikiingia kwenye Biblia ninapata fundisho gani? Ni ya kwamba
alipoandika furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu, ni kwamba Yeremia anasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Lakini nikiangalia chorus ambayo inasema tegemea salama bila hatari. Tegemea mahali ambapo ni salama, ambapo hamna hatari. Tegemea mahali ambapo ni salama, ambapo hakuna hatari. Zaburi 125 fungu la kwanza nikinukuu inasema, wamtumainiao Bwana ni kama mulima Sayuni. Kwamba wale wanaomtumainia Bwana, wanaomtegemea Bwana ni kama mlima wa Sayuni, watasimama kama mlima wa Sayuni, hawatatikizika. Hata maadui wajaribu kuangamiza, hata wachawi wajaribu kuangamiza, hata shida ya namna gani wajie, watasimama kama mlima wa Sayuni, hawatatikizika, hawataangamia. Ndio. Lakini pia anaposema nitaiweza njia nyembamba nikimtegemea Yesu tu. Yes. Zekaria 4:6 nikinukuu kwa kifupi nasema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Utaweza kumtegemea Yesu, utaweza kumtumainia Yesu katika maisha yako kwa kuwezeshwa na roho. Mara nyingi watu wanakata tamaa, wanapatwa na mishiba, wanafiliwa, wengine wanajiua, wanakata tamaa, maana hawana uwezo wa kusimama kukabiliana na matatizo yaliyowapata. Wanakata tamaa, wengine wanajitia tanzi. Lakini Zekaria anasema hutaweza kusimama bila roho ya Bwana, lakini kutokana na uwezo wa roho wa Bwana wa majeshi utakuwa na uwezo wa kusimama, utakuwa na uwezo wa kuvumilia misiba kama vile Ayubu alivyoweza kuvumilia msiba uliompata wa kufiliwa na watoto wake, wa mali yake yote kuibiwa, wanyama wa mifugo kuibiwa na wezi, hata na mwili wake ukaguswa na ibilisi akawa na vidonda. Aliweza kusimama, aliweza kumtumainia Mungu. Hata kama mkeo alimkatiza tamaa, mkeo akamwambia, sasa ya nini kusikamana na mambo ya Mungu? Ya nini unasikamana na mambo ya Mungu? Si umtukane Mungu hata kama ni kufa ufe. Si unaona vile Mungu amekutesa? Lakini Ayubu akamwambia, mbona waongea kama mwanamke mjinga? Hujui ya kwamba haiwezekani kupata matatizo, haiwezekani kupata mema bila kupata matatizo. Haiwezekani wakati wote kuwa na mema bila matatizo. Kwa nini anasema hivyo? Mema yanatoka kwa Mungu, matatizo yanatoka kwa ibilisi. Yes, Mungu anatuletea mema, Mungu anatubariki, lakini shetani anatuletea mabaya, na hatuwezi epuka mabaya, maana tupo katika dunia ambayo inakaliwa na ibilisi. Lakini tutawezaje kusimama? Tutawezaje kuvumilia yote atupatayo? Tutaweza kuyavumilia kwa kumtegemea Yesu, maana yeye ndiye anaweza kutupa roho wa kuvumilia. Yeye ndiye anaweza kutupatia roho wa kutokata tamaa. Kwa hivyo usalama wako na usalama wangu wa kuishi kwa furaha na amani ni kumtegemea Yesu atupaye roho ambaye tunapata kwa Galatia 5:22 inasema ya kwamba tunda la Roho ni amani, furaha. Matunda 9 yanayotokana na Roho. Roho huyu tupewa na Kristo ndiye anaweza kutupatia furaha. Kwa hivyo furaha na amani tutakuwa nayo kwa njia ya Roho. Lakini Roho huyu huja kwetu kwa njia ya kumwamini na kumtegemea Yesu mwana wa Mungu. Ndio. Sasa lile fungu la 3 anasema, sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Anasema hana sababu ya kuogopa anapomtegemea Yesu. Kwa nini? Ni kwa sababu Yesu ni mwaminifu na ahadi zake ni za kweli. Ndio. Sasa katika kile kitabu cha Isaia sura 26 na lile fungu la 3 inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Katika amani kamilifu
kwa kuwa anakutumaini. Isaya anasema utamlinda. Yani Mungu atamlinda yeye anayemtegemea. Ndio sababu Ellen Johnson anasema kumtegemea Yesu ni salama, ni furaha kumtegemea Yesu. Ndiyo, Isaya anasema Mungu atamlinda. Sasa unataka ulinzi? Ninataka ulinzi. Neno linasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Lakini pia mbona huyu Ellen Johnson anasema siwezi kuogopa, sina sababu ya kuogopa ninapomtegemea Yesu. Anasema sina sababu ya kuogopa ninapomtegemea Yesu. Lile fungu la 3. Sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Anasema sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anasema nasi katika Isaya 43 fungu la 1, anasema lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Ndio, anasema usiogope. Hata ukipitia kwenye maji hayatakugharakisha. Hata ukipitia kwenye mwali wa moto hautakuunguza. Tarehe 12 mwezi huu ndege ya India ilianguka ikiwa na watu 242 na ikateketea. Lakini alisalimika mtu mmoja, ama alipona mtu mmoja. Nikamuona katika hospitali, na hata sasa analazwa katika hospitali. Mtu mmoja akatoka katika mwali wa moto ulioangamiza watu zaidi ya watu 240. Samahani, watu walikuwa 242, na kati ya 242 mtu mmoja akaokoka. Hata ukipita kwenye moto, Bwana anasema ya kwamba hautakuteketeza. Kwa nini? Ikiwa utakuwa unamtumainia. Tena jambo lingine linipendeza sana katika fungu la 5, inasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Anasema usiogope. Unaona? Lile fungu la 1 lisema usiogope. Fungu la 5 linasema usiogope. Lakini fungu la 7 inasema kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, namu mimi nimemfanya. Wewe Mungu amekuita kwa jina lake kwa sababu amekuumba, amekufanya. Usiogope. Lakini kwa nini hutaogopa? Mbona Ellen anasema ya kwamba sitaogopa? Ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za kweli. Watu wengi nafurahia wakisema ya kwamba God is good, Mungu ni mwema. Na nafurahia watu wakisema Mungu ni mwaminifu, God is faithful. Mungu ni mwaminifu kwa kutimiza ahadi zake. Maana anasema usiogope. Usiogope. Kwa nini? Atakuwa karibu nawe daima. Lini? Unapomtegemea. Naona? Isaya alisema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Tegemea Mungu ili upate ulinzi wake. Gharama ya kulindwa na Mungu sio hela. Gharama ya kulindwa na Mungu ni wewe na mimi tuweze kumuonyesha kwamba tunamtumainia. Tuweze kuonyesha kwamba sisi tunamtumainia yeye. Nimalizie kwa Zaburi 22 fungu la 8. Inasema umtegemee Bwana na amponye. Yes. Unapomtegemea Bwana atakuwa mponyaji wako, atakuwa daktari wako. Ndio. Unapomtegemea Mungu atakuwa mponyaji wako. Wakati umpendwa, nataka kukualika katika wito huu wa tumaini, wito huu wenye baraka
ambao unasema utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutumainia. Ni ya kwamba Mungu ako tayari kukulinda. Sasa lako na langu ni kumtegemea, ni kumtumainia, kuweka matumaini yetu kwake bila kuogopa. Maana Mungu wetu ana uwezo, ana nguvu za kumkimbisha ibilisi, ana uwezo wa kuangamiza ibilisi. Lako na langu ni kumtegemea. Unangojea nini? Toa moyo wako kwa Yesu pamoja nami, ili aweze kutawala mioyo yetu, atembee pamoja nasi, atupatie furaha kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, atupe moyo wa kumtumainia, atupe moyo wa kutoogopa, atusaidie kumwangalia kama Meshaki, Shadraka na Abednego kule kwenye tanuru ya moto. Walijua ya kwamba yeye yu karibu nao daima. Maana Eden anasema utakuwa karibu nami daima, ama atakuwa karibu nami daima. Yes, Mungu wetu tunayemwamini ni Mungu aliye karibu, si Mungu anayeenda safari, ni Mungu aliye karibu. Sasa tegemea yeye, tegemea yeye. Maana hapa fungu la 3 inasema sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Ukimtegemea, nikimtegemea, atakuwa karibu daima na wewe. Hebu karibisha uwepo wa Yesu katika maisha yako kwa njia ya kumtegemea. Yesu sasa anaangalia ni mtu yupi katika dunia ambaye anaonyesha roho ya kunitegemea. Akiona wewe una roho ya kumtegemea, atakuwa karibu pamoja nawe daima. Atakuvukisha bahari ya dhambi kama vile alivyovukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu. Asante mpendwa kwa kunisikiliza. Nataka niombe pamoja nawe ili Mungu atusaidie kuwa na roho ya kumtegemea daima bila kuogopa chochote, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu na ameahidi ya kwamba atakuwa karibu nasi. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, na waleta wasikilizaji na watazamaji wapendwa kwako pamoja nami. Utupe roho ya kukutegemea. Utusaidie daima kujua kwamba wewe ni Mungu aliye karibu nasi. Utuondolee woga ndani yetu. Utusaidie kuwa na imani kama ile ya Ayubu ya kuvumilia hata wakati wa shinda. Utusaidie kuwa na imani kama ile ya Ibrahimu ya kuamini bila maswali unapotutuma mahali. Baba, kwa jina la Yesu, ninaweka msikilizaji mpendwa mbele zako ambaye anapitia kwenye changamoto ya magonjwa, ya maisha yake kukumbwa na matatizo mbalimbali, aidha ya kukosa pesa, aidha ya kuwa na majirani wabaya, shinda yote ambayo inatuelekea. Kwa jina la Yesu Baba, naomba utuondolee. Tufanye kuwa watu wa kukutumainia daima, kama vile waumini wa zamani, kama vile Ibrahimu na wale wazee wengine wa imani walivyokutumaini. Bariki msikilizaji atakayenisikiliza na atakayenitazama katika YouTube ya channel yangu, hata wasikilizaji wa Tuliza FM pata kuwabariki kwa jina la Yesu Baba nimeomba. Amen. Mpendwa msikilizaji, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, ninaomba utembelee channel YouTube yangu ambayo utapata kwa jina Pastor Mutuma Senior. Utapata mengi ambayo nimefundisha. Lakini endapo ungependa nikifundisha fundisho liingie kwenye simu yako mara moja, ninaomba usubscribe. Hebu niwashukuru wale waliosubscribe, kwa sababu naamini wanapata ujumbe mara moja ninapotuma kwao. Mungu akubariki na akutendee mema. Lakini pia ningependa, ikiwa wewe hata huna simu ama huna njia ya kupata ujumbe huu, naomba tu utegee redio itayo Tuliza FM 92.4 kila siku ya Jumapili saa 2 mpaka saa 3. Utakuwa unapata ujumbe wangu ukirushwa katika redio hiyo. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki na akutendee mema. Amen.